alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wapenzi watazamaji, wakipenda huenda kesho tukawa tuko ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu, tutaingia katika mwaka mpya wa Kiislamu. Hivyo muhimu sana tusherehekee, tuwarifishe mwaka wetu mpya huu wa Kiislamu, tusherehekee mwaka wetu mpya huu wa Kiislamu, tusameheane, tupeane zawadi, tupeane katika vile vitu ambavyo yawezekana, vitu ambavyo vile ambavyo nafsi inapenda. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi ila yani. Miongoni mwa uzuri wa Uislamu, miongoni mwa uzuri wa maisha ya Uislamu ni kuacha yale mtu ambayo kwamba yasomhusu, kushikamana na yale ambayo kwamba yanamhusu. Sasa katika mambo ambayo kwamba yanatuhusu sisi Waislamu ni mambo ya sherehe zetu zaidi, si zile ambazo kwamba hazituhusu sisi. Mambo ambayo kwamba yanatuhusu sisi ni haya yetu ya Kiislamu. Sasa hatushikamani nayo, tunashikamana na wenzetu. Sasa mwaka mpya wa Kiislamu ni huu wa Muharrami, sio ule ambao kwamba unapatikana kwenye Januari. Lakini utaona mara nyingi sisi, baadhi ya Waislamu, watu wanasherehekea huu mwaka mpya wa Januari, wanauacha mwaka mpya wao wa Kiislamu. Kwa hivyo hii kiujumla inakuwa ni hatari sana, na ni kwamba tunawajengea watoto wetu wakikua wanajua mwaka mpya ni ule. Lakini hebu utizama ule mwaka mpya wa dini gani? Dini ile kule. Kwa maana hata yule mtoto naye anaona tu kumbe dini zote ni sawa tu, hakuna mbaya, hakuna nzuri. Kwa sababu mbona tunasherehekea idi zao? Sawa, lakini kama utampa kipaumbele cha kujua idi yake ya Kiislamu, basi hapo utakuwa umempambanua kati ya wale na hawa. Kwa hivyo idi yetu hii ina umuhimu mkubwa sana, lakini pia kufahamu sherehe zetu za Kiislamu pia kunasaidia sana ni katika kufahamu tarehe yetu, historia yetu, kwa sababu ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu kuna mambo mbalimbali ambayo kwamba yalianzishwa katika mwaka ule. Sasa tunaposherehekea na tukakumbushana yale mambo, tunapata kuyakumbuka na kuyafanya katika usahihi wake, ikiwemo jambo la adhana. Adhana imeanza pale ya Allah, imeanza katika mwaka mpya wa Kiislamu. Ndio imeshariwa nini? Adhana. Vile vile tusisahau kuvaa nguo nzuri, tukajitia manukato mazuri na kuomba dua, kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akubali matendo yaliyopita katika mwaka huu ambao umepita, na tupe nafasi zaidi ya kufanya matendo mema zaidi ili tukapate radhi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi.